Pongezi hizo kubwa kwa watendaji wote TARURA pamoja na sekta zote ambazo nimezitaja. Mheshimiwa Spika, sisi katika wilaya yetu ya Itilima tunayo mambo makubwa ambayo wameyafanya kupitia sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya maji. Maana wizara hii ni mtambuka, inaingilia maeneo yote. Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze kwanza kwa kutuletea fedha bilioni 1.5 katika kata ya Nyamokalala ambayo jengo shule ya amali imeshakamilika. Imebakia prosesi chache ili tukamilishe vijana waanze kupata elimu nzuri katika maeneo yetu hayo. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Spika, tumejenga mabarabara. Na katika kila wilaya na katika mkoa kuna barabara za kiuchumi ambazo zinaunganisha kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Waziri atakuwa shahidi kwa sababu mwenyewe yuko katika mkoa wetu wa Simiyu. Tunazo senta kubwa, senta ya Migato Longalombogo. Barabara ile katika uchumi wa wananchi katika maeneo hayo unakatika. Na ukikatika mwananchi haamini yale makubwa yaliyofanyika. Kwa hiyo niombe, na daraja hili shawahi kulizungumzia kwenye swali la msingi, Mheshimiwa Naibu Waziri alinijibu daraja la Gamaloha Longalombogo. Ni vyema nikapata majibu kwa ajili ya wananchi katika maeneo hayo kutusaidia katika eneo hilo husika. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Spika, serikali imefanya mambo makubwa sana. Lakini tunalo tatizo kubwa ambalo lazima litafutiwe majawabu. Tatizo la Mheshimiwa Naibu Spika ni kada ya afya kwenye swala la watumishi. Tunatambua serikali imefanya kazi kubwa na nzuri sana kuendelea kuleta watumishi, lakini bado mahitaji ni makubwa. Niombe, nafahamu sekretarieti ya utumishi imetangaza ajira katika wilaya yetu ya Itilima, lakini kulingana na uchache wake, nimwombe waziri mwenye dhamana ikiwezekana mambo mengine haya yakaimishe kwa rasi kwenye mkoa husika ili mambo yafanyike. Tunayo magari mengi yamenunua na serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuna watumishi wa kada ya vijiji, bado ajira sasa hivi zaidi ya mwaka mzima walishatoa matangazo, lakini bado sekretari kuja kuratibu haijaja. Nimwombe tu waziri mwenye dhamana ikimpendeza basi akaimishe pale kwa rasi mkoa wa Simiyu, na rasi ni mwanamama mchapakazi, ikimpendeza basi atoe kibali ili mambo haya yaweze kufanyika. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, tuna shule kongwe. Nipongeze sana serikali ya awamu ya sita jinsi gani walivyotusaidia. Niombe, katika shule ambazo ni kongwe za muda mrefu, kuna shule ya Inalo na kuna shule ya Gangabilili na kuna shule ya Zanzui, ina wanafunzi zaidi ya 2300 na kitu. Sasa kwenye eneo hilo moja tunaendelea kuwabana watoto wetu, darasa moja linakuwa na zaidi ya watoto. Tunajua changamoto kubwa za madarasa umetuletea, lakini vizuri mkajaribu kutuongelezea fedha ili kusudi tuweze kupanua katika eneo husika. Lakini Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kufanya mambo makubwa sana, lakini TAMISEMI ndio uti wa mgongo wa nchi hii. Miradi mingi yote mikubwa inayofanyika iko ndani ya TAMISEMI. Ombi langu kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, TAMISEMI pamoja na wizara zingine zote ndio sehemu mojawapo ya kuwaunganisha wananchi na vijana katika maeneo yetu. Tunafahamu vijana wanamaliza vyuo vikuu, wanamaliza form 5 na form 6, form 4. Tunalo tatizo kubwa sana la ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, ombi langu kwa TAMISEMI, tumefanya mambo makubwa, lakini mambo haya yanahitaji sasa vijana hawa ambao tunawapa elimu tuwatafutie njia mbadala, kwa kimaliza shule waendelee kupata kipato na kujiajiri wenyewe. Mheshimiwa Naibu Spika, nazungumza hiyo kwa sababu gani? Kila serikali ya awamu ya sita ilitengeneza mazao ya kimkakati, na tupongeze sana Wizara ya Kilimo. Kazi kubwa walioifanya, zaidi ya vijana 2000 wamewaajiri. Lakini vijana hawa ningeendelea kutoa ushauri TAMISEMI, kwa sababu ndio overall na ndio charge na ndio wanafanya kazi kwenye maeneo husika. Ikiwapendezesha wale vijana wawachukue waingie kwenye utaratibu wa TAMISEMI chini ya mkurugenzi kwenye halmashauri zetu X kwenye mazao haya ya kimkakati. Mheshimiwa Naibu Spika, tukifanya hivyo, kwanza tutakuwa na uzalishaji mkubwa, lakini pili tutaongeza ajira, tatu vijana wataendelea kujipanga kifikira na kujiajiri wenyewe. Na vile Mheshimiwa Naibu Spika, tuelekeze nguvu nyingi kwenye TAMISEMI kwenye swala la uzalishaji wa kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, tutazungumza sana humu ndani kuhusu ajira. Sote sisi ni mashahidi. Ajira ikitoka ya watu 5 wanajitokeza vijana zaidi ya 500 mpaka 1000 na kitu. Kwa hiyo lazima tuna tatizo. Nini kifanyike? Wizara ya TAMISEMI ilianzisha mpango mzuri sana wa neno liko inaitwa ODO, one district one product. Maana yake walitengeneza viwanda
vidogo vidogo. Viwanda vile vitasaidia kuongeza ajira, vitasaidia vijana kupata ujuzi, na mwisho wa siku tutakuwa na taifa ambalo sio tegemezi kwenye nchi kwa ajili ya kupata ajira serikalini. Kwa hiyo niombe sana TAMISEMI wafunue, wapanuke ili kusudi mambo yao yafanane na mahitaji halisi yalivyo. Sasa hivi ukilinganisha na miaka ya zamani na miaka ya sasa, wasomi walikuwa ni wachache na wananchi walikuwa ni wachache. Kwa hiyo kijana msomi akimaliza shule lazima apate ajira. Lakini sasa kulingana na mazingira tulionayo, lazima serikali kupitia TAMISEMI, maana ndio wasimamizi na ndio wenye watu, Mheshimiwa Naibu Spika, wachukue haya wayafanyie kazi. Tunafahamu jitihada ambazo zinazofanyika ni kubwa, lakini ombi, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuishauri serikali na kuisimamia serikali. Sasa tunawashauri katika misingi, katika mazao yote ya kimkakati, waongeze na taasisi ambazo zinazosimamia ili waungane kiwe kitu kimoja, yale yanayopatikana Mheshimiwa Naibu Spika yaweze kusaidia ajira kwa vijana wetu. Tusipofanya hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, tutakuwa na wimbi la kila siku ambalo likijitokeza tu ajira dogo watu wanajaa zaidi ya maelfu. Tumekwenda tumejaribu. Mheshimiwa Waziri wa Utawala Bora simuwe kwenda mtania, kwa nini umeamua kuweka division ya 0 kuingiza kwenye jeshi la polisi? Akasema ni kwa sababu hao waliosoma wako wengi sana, na wao wakajaa tu. Kwa hiyo lazima tuendelee kubadilika. Kwa sababu degree ameshajaa vijijini, yanahitaji ajira. Sasa TAMISEMI mnayo kazi ya kufanya. Lakini kingine Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kwamba tuna mahitaji ya watumishi katika maeneo yetu, ni vyema Mheshimiwa Naibu Spika, hasa kwenye kada ya afya, tumejenga zahanati, tumeongezewa vituo vya afya, lakini katika mipango ya wizara inavyokwenda, Mheshimiwa Naibu Spika, tutakuwa ni watu wa kuzungumza kila siku, lakini majawabu hatutayapata. Niombe ikiwezekana, tuna vijana ambao wamepata ajira kwenye maeneo, wakaimishe kupitia utaratibu wote wa kiafya, waendelee kujitolea kupata ajira kwenye maeneo yetu husika. Na Mheshimiwa Spika, tukifanya hivyo itakuwa imetusaidia sana. Lakini la mwisho Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana mtendaji wa TARURA. Amekuwa mstari wa mbele. Ninavyoongea hivi sasa kuna mabarabara tuliyaomba kupandishwa. Ninavyozungumza timu iko mkoani Simiyu, wilayani Itilima, inazungukia kuhakikisha kuyachukua yale mabarabara. Mabarabara ni barabara ya kutoka Lugulu, Laini, Nyangokorwa, na kuna barabara inayotoka Gambasingu inakwenda kutokea Mwanza Magu. Haya yote tukifungua tunafungua uchumi, lakini vile vile tupunguza gharama ya usafirishaji. Lakini sisi kwa sababu ni wakulima wa mazao, barabara zetu tunazokuwa zitakapokuwa zimeimarika, muda wote wananchi watafanya biashara na wahitaji wengi wataenda kwa yema, na hiyo mazao yatapanda bei katika maeneo husika. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante sana. Mungu Mheshimiwa Msongozi.